Kizungumkuti chaibuka baada ya wanachadema kugomea kesi ya Tundu Lissu. Ujambo na karibu. Leo Jumanne Septemba tarehe 16 mwaka 2025, viongozi wa makada wa Chadema waligomea kuendelea kushiriki mwenendo wa kesi ndani ya Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia madai kwamba mamia ya wanachama wao walizuiliwa kuingia katika chumba cha kusikiliza kesi licha madai kwamba nafasi ilikuwa bado inapatikana. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na chama hicho, sehemu kubwa ya waliokuwa ndani ya ukumbi walikuwa askari waliovaa kiraia, hali iliyozua sintofahamu na kuibua tuhuma za kuzuia haki ya wananchi kushuhudia mwenendo wa kesi yenye maslahi ya umma. Viongozi wa chama hicho walibaki katika viunga vya Mahakama Kuu wakiongozwa na naibu katibu mkuu bara Amani Golugwa, huku wakiendelea kufuatilia maendeleo ama mwenendo wa kesi kwa karibu. Hatua yao imetafsiriwa kama ishara ya kupinga kile wanachokiona kama ukiukwaji wa haki za kimsingi za wanachama na vilevile wananchi kwa ujumla. Kwa upande wa mawakili wa utetezi, walimfikishia Lissu taarifa za mgomo huo na kuziwasilisha rasmi kwa jopo la majaji kabla ya kuendelea na ratiba ya usikilizwaji wa kesi. Hatua hii imeweka shinikizo jipya kwa mahakama kuhakikisha upatikanaji wa haki unazingatiwa bila upendeleo na kwamba wananchi wanapata nafasi ya kushuhudia mwenendo wa kesi na umuhusu kiongozi wa upinzani mwenye ushawishi mkubwa nchini Tanzania. Tukio hili limeongeza joto la kisiasa nchini na kuzua mijadala mitandaoni kuhusu nafasi ya mahakama kama muhimili huru wa haki. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa mgomo huu ni ujumbe mzito kwa mamlaka za kisheria na vyombo vya dola kwamba wananchi wanataka uwazi na haki bila vizuizi. Kesi ya Tundu Lissu imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu na si tu kwa wananchi wa kawaida bali pia na mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu kutokana na athari zake kwa mustakabali wa siasa na demokrasia nchini Tanzania. Tukio la leo limezidisha presha kwa wadau wote kuhakikisha kuwa mchakato wa kisheria unafanyika kwa uwazi na kwa mujibu wa sheria. Hali inaashiria kwamba siku zijazo za kesi hizi zitakuwa na msisimko mkubwa zaidi, huku wafuasi wa Chadema wakiahidi kuendelea kufuatilia mwenendo mzima. Ni wazi kuwa kesi hii si ya kawaida bali ni kipimo cha jinsi vyombo vya sheria vinavyoweza kulinda haki katika mazingira yenye mvutano wa kisiasa. Mtazamaji wa Kenyascope, endelea kufuatilia taarifa zetu kwani tutaendelea kukujuza kila hatua na kila uamuzi muhimu unaohusiana na kesi hii. Usisahau kusubscribe na kuwasha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa mpya. Siasa za Tanzania zinaingia katika kipindi cha maamuzi makubwa na wewe unastahili kujua yanayoendelea.